Duma Gideon Boko, rais wa Botswana, anayefananishwa na viongozi wa kizazi kipya barani Afrika kama Ibrahim Traore wa Burkina Faso, amejikita kubeba mchepuo wa uthubutu na kuanza kuteka hisia na vyombo vya habari Afrika na hata ughaibuni, akitajwa kama kiongozi wa mabadiliko makubwa nchini Botswana. Akilihutubia jeshi kupitia kusanyiko la kamandi za jeshi la nchi ya Botswana mapema tarehe 2 mwezi Juni mwaka 2025 jijini Gaborone, Rais Duma Gideon alieleza vipaumbele vyake ili kuivusha Botswana katika wimbi la umaskini kwa raia wake, hasa wale wenye maisha duni. Mtaalamu huyo wa kada ya sheria alitoa bayana msimamo wake kwamba ni muda sahihi wa serikali kubadili namna ya utendaji kazi kwa kuhakikisha kwamba kuna uwazi na uwajibikaji, bila kusahau kuondoa kabisa urasimu na rushwa miongoni mwa vigogo na viongozi waandamizi katika utawala wake. Rais Boko, mshindi wa kiti cha urais katika uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba mwaka 2024 akitokea chama cha upinzani, anaendelea kuonyesha dira mpya ya maendeleo ndani ya nchi hiyo yenye wakazi takriban milioni 2.5. Katika hotuba yake iliyojaa dira na uzalendo kwa Botswana, rais huyo alisema, "Nataka kuibadilisha nchi hii ndani ya miaka mitatu. Sitahitaji eti miaka 10 au kuomba majadiliano na michakato ya mazungumzo ya hata miezi 6 na watu waliotukwamisha kwa muda mrefu kama wanavyotaka twende mahakamani. Mimi sio kiongozi wa namba hiyo. Watu, hata ninyi hapa, mnahitaji huduma nzuri kutoka kwa serikali, hususani makazi, huduma za afya zilizo bora kuliko huko nyuma ilivyozoeleka. Lakini zaidi, mnahitaji nyumba bora kwa ajili ya makazi. Nipo tayari kujitoa sadaka kwa ajili yenu, hasa watu wa hali ya chini. Nafahamu wapo viongozi wengi barani Afrika waliojaribu kukataa ukandamizaji wa wachache na kuwatetea walio wanyonge. Matokeo yake mara nyingi yaliwakuta mazito, ikiwemo kuumizwa na kufutwa kabisa katika ulimwengu huu. Katika kutekeleza hiyo yote, nitahakikisha na imarisha uwazi, uwajibikaji na kuondoa rushwa miongoni mwa viongozi na watumishi wote katika serikali yangu. Kikubwa kama nchi, tufunge mkanda na muendelee kuniombea ili siku zijazo mje kusema, aliwahi kuongoza taifa hili la Botswana kijana mmoja aitwaye Duma Gideon Boko." Mtazamaji na mfuatiliaji wetu, katika ujumla wake, ningependa nikupatie japo dibaji kuhusu rais wa Botswana Duma Gideon Boko. Duma Gideon Boko aliyezaliwa tarehe 31 ya mwezi Disemba mwaka 1969 ni mwanasiasa na mwanasheria wa Botswana ambaye kwa sasa anahudumu kama rais wa 6 wa Botswana tangu tarehe 1 ya mwezi Novemba mwaka 2024 na kama kiongozi wa mwamvuli wa mabadiliko ya kidemokrasia tangu mwaka 2012. Alihudumu kama kiongozi wa upinzani kutoka mwaka 2014 hadi mwaka 2019. Boko alipata urais wa BNF mwaka 2010. Aliongoza kuundwa kwa mwamvuli wa mabadiliko ya kidemokrasia, muungano wa vyama vikuu vya upinzani nchini Botswana. Aligombea kama rais wa muungano huo katika uchaguzi mkuu wa Botswana wa mwaka 2014 na mwaka 2019. Katika uchaguzi wa mwaka 2024 aliongoza chama chake kwa ushindi na akaapishwa kama rais wa Botswana tarehe 1 Novemba mwaka 2024. Yeye ndiye wa kwanza na hadi sasa ndiye rais pekee katika historia ya Botswana ambaye si mwanachama wa chama cha kidemokrasia cha Botswana. Boko alizaliwa katika wilaya ya kati ya Botswana katika kijiji cha Malapye
Baba yake ambaye alifariki mwaka 2004 alifanya kazi kama mhadhiri katika Madiba Brigades, lakini pia ana dada yake anayefahamika kama Emma Boko. Mnamo mwaka 1987 Boko alisomea sheria katika chuo kikuu cha Botswana. Alichaguliwa kuwa mwakilishi wa baraza la wanafunzi SRC. Miongoni mwa wanafunzi wenzake wa sheria walikuwa majaji wa mahakama kuu Michael Leburu, Kitingake, Lebmame Sechere na Loti Moroka. Baada ya kuhitimu mnamo mwaka 1993 alienda shule ya sheria ya Harvard ambapo alipata degree ya uzamili ya sheria. Boko alirejea kufundisha sheria katika chuo kikuu cha Botswana kuanzia mwaka 1993 hadi mwaka 2003, huku pia akiendesha kampuni ya uwakili. Mwanzoni mwa miaka ya 2000 aliandika safu kwenye gazeti la The Monitor ambapo alidai kuwa majaji hawakuwa na maendeleo kiakili. Alionyesha kufadhaika kwamba wasomi na majaji hawakuwa wakifanya utafiti wa kutosha kufanya maamuzi sahihi. Boko alikuwa kiongozi wa Botswana National Front BNF mwaka 2010. Msimamo wake na wanachama wa chama ulipingwa kwa misingi kwamba BNF ilipogawanyika mwaka 2000 alikuwa mwanachama mwanzilishi wa National Democratic Front NDF. Iwapo itathibitishwa hii kulingana na katiba ya BNF, itamuondoa katika nafasi ya uongozi katika chama kwa miaka mitatu baada ya kujiunga nacho tena, ambapo licha ya kesi hiyo alishinda mahakamani. Alirithi chama ambacho kilikuwa kimedorora chini ya uongozi wa Otiswelese Maupo. BNF ilikuja pamoja na chama kipya cha Botswana Movement for Democracy BMD kilichojitenga na Botswana Democratic Party na Botswana People's Party na kuunda Umbrella for Democratic Change. Baadhi ya wanachama wa BNF walipinga vikali muungano huo, wakisema zoezi hilo lingefanya chama chao kutoweka. Kesi dhidi ya Boko na kamati yake kuu ziliwasilishwa katika mahakama kuu. Boko na BNF walishinda changamoto zote za mahakama. Katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2014, Boko aliongoza UDC kumaliza katika nafasi ya pili katika bunge la kitaifa na kushinda viti 17 kwa chama cha Botswana Democratic Party BDP ambacho kilipata viti 37, na Boko akawa kiongozi wa upinzani. Katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2019, Boko alishindwa na Anna Moket wa BDP katika eneo la bunge la Gaborone Bonton Kaskazini. Kama matokeo ya kushindwa kwake, alipoteza cheo chake cha kiongozi wa upinzani katika bunge la 12 la kitaifa. Boko alidai kuwa wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2019 kulikuwa na wizi mkubwa wa kura na udanganyifu wa BDP ili kumpendelea rais wa wakati huo Mokgweetsi Masisi. Ushahidi wa sasa ni kusitishwa kwa wino wa uchaguzi na ziada ya kadi za usajili wa wapiga kura. Licha ya vyama vyote viwili vya Botswana Congress Party na Botswana Patriotic Front kukihama UDC, chama cha Boko na upinzani kwa ujumla viliweza kuchukua viti vingi katika uchaguzi huo, huku ikipunguza BDP iliyotawala kwa muda mrefu hadi msururu wa viti 4 akiwa kiongozi wa muungano wa walio wengi bungeni. Boko alikuwa rais mteule. Aliapishwa tarehe 1 mwezi Novemba na sherehe zaidi ya hadharani ilifanyika tarehe 8 Novemba. Kupaa kwa Boko kwenye urais ilikuwa mara ya kwanza tangu 1966 wakati Botswana ilipopata uhuru kwamba chama cha zamani cha upinzani kimeshinda uchaguzi. Rais mteule wa Botswana alimteua Lesego Chombo kama waziri wa vijana na masuala ya jinsia. Akiwa rais wa Botswana, Boko alieleza nia yake ya kutoa vibali vya kazi na makazi ya muda kwa Wazimbabwe wasio na hati na kujadili upya mikataba ya kiuchumi na De Beers kuhusu sekta ya almasi ya Botswana.
Katika hotuba yake ya kwanza ya hali ya kitaifa mnamo Novemba mwaka 2024, Boko alisema kuwa serikali yake itasukuma ongezeko la uwekezaji katika nishati ya jua, bangi ya dawa na katani ya viwandani. Pia alitangaza ushirikiano na Elon Musk kupanua ufikiaji wa mtandao wa bei nafuu nchini kote kupitia Starlink. Mnamo Machi 2025, Boko alihudhuria uzinduzi wa satellite ya kwanza ya Botswana, BOTSAT-1 angani. Uzinduzi huo ulifanyika kutoka kwa vifaa vya SpaceX huko California nchini Marekani. Kiufupi, Duma Gideon Boko, rais wa Botswana. Katika taarifa yake ya hivi karibuni, Boko amesema ameandaa mpango wa kupitia mikataba yote inayohusisha makampuni ya nje pamoja na ya ndani kuhusiana na rasilimali za Botswana, na yupo tayari kuyaondoa makampuni yote ambayo yapo pale kwa ajili ya kuwanyonya watu wa Botswana na sio kuwanufaisha wa Botswana. Endelea kufuatilia BMTV Tanzania. Jina langu ni Castle Elias.